Waila ndi mkulu waila ndi mkulu waila kagunguna nye ndi mkulu waila kumanyu kwenye ndi mkulu waila baikutamba nye ndi mkulu waila jabalebe nye ndi mkulu waila mbatwale umubakulu baila wayayaitu bakulu baila kalwale nkira byanda akoya maizi ga mierere tagibwa egibwenye juma moyo geyo nkulyenye nkwambalo ruyondo ishwe nkurunka mulya na mwambalo ruyondo ai katali mwajile kuiga igara njubukia tamato tali mwajile kuiga igara Bogo katanzi tali mwajile kuiga igara katerere mainuka tali mwajile kuiga igara mpisi rushoita tali mwajile kuiga igara. Hayo yote ninayaimba ni kwa ajili ya kuwafahamisha ndugu wa Tanzania, ndugu wana Bukoba, ndugu wana Kagera. Haya mambo tangia zamani yapo ya kutibu, tiba, kuondoa mikosi, kuleta bahati, hata mazindiko, kila kitu huwa yapo. Kwa hiyo ndo sasa hivi tumempata mtaalamu mmoja ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kurudisha kila kitu kilichopotea, ambaye si mwingine. Kwa hiyo ndo maana tunawaletea mtaalamu wa kibingwa kabisa anayeweza kumaliza haya mambo ya magonjwa mbalimbali, mazindiko, kutoa mikosi, kila kitu. Mzee huyu mimi nilikutana naye katika nchi za watu. Siku moja tumeondoka hapa tumeenda Uganda. Baada ya dakika kama 5 niliona watu wanakimbia na sisi kuna Mtanzania mwenzenu hapa amefanya mambo makubwa kwa kurudisha watoto ambao walikuwa wameshapotea, wameacha shule, wamefanya nini, kila kitu. Nilipoenda mara moja kwenda kuangalia nikamkuta mzee wa Tanzania, mzee ambaye ni tena na makazi yake ni Kagera, nikakuta ameshasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi amepanga kurudi nchini mwetu Tanzania, ataendelea kutoa huduma kama nilizokuta anatoa nchi za nje. Basi pale ndo nikamuona, nikachukua mawasiliano yake, namba zake za simu zitapita hapa katika mawasiliano. Yoyote atakayekuwa anahitaji kumuona achukue namba za simu, atawasiliana, atamsaidia. Hata vipaji sisi tulivyo navyo sio vipaji tu kama watu wanavyotegemea. Lazima uwe umepita sehemu nyingine, umetengenezwa, umefanya nini. Hata mtu unapokuwa katika mitihani, shule nini, katika kazi, lazima uwe umempata mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na wewe uwe safi. Unajua mazingira tunavyoishi sisi wanadamu, tukifika hatua tunachafuka. Tunachafuka, unaweza kanyaga vitu ambaye sio, au kapita mazingira sio, au watu wenye usudani wakakufanya. Yote hayo suru yake yameisha kisha mpata mzee huyu ambaye namba zake zitapita hapa, mambo yote yatakuwa yameisha. Nilichokiona Uganda, watu walikuwa wanamiminika kutoka huku na huku. Kicho nishangaza, wakasema bwana, huyu mbona ni Tanzania anafanyia huku kazi na nini, lakini baada ya kugundua nikamuona kwamba sasa hivi amerudi katika mkoa wetu wa Kagera.